Karibuni tena. Tukiongezea katika masala ya unachokipata ni kwamba kila ambacho unachokipata umepangiwa ukipate kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kile ambacho hujakipata haujapangiwa ukipate kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuwa na subira, ngoja wakati wa kila kitu utakuja. Maisha yako yamepangwa kama vile ulivyopangiwa kwa tumbo ya mama, baada ya siku 3, mwezi 3 nini, mpaka ikafika wakati wako kuondoka katika tumbo la mamako uje katika dunia hii. Vile vile ndivyo ulivyopangiwa kuanzia uzaliwa kutoka tumbo la mamako mpaka siku utakufa. Ilishapangwa. Baada ya miaka 3 utapatana na hii, baada ya miaka 10 utapatana na hii, baada ya miaka 20 utapatana na hii, mpaka siku utakapokufa. Kwa hivyo usijaribu kutaka kutafuta pesa kwa njia ya haramu, pesa kwa njia ya kuiba, pesa kwa njia ya kunyang'anya. Tafuta kwa njia nzuri. Na hata kama ukaiba, hiyo ndio ulikuwa umeandikiwa utapata, lakini ulifanya haraka. Usifanye haraka. Na ndio ukaona ya kwamba katika hii dunia tunaishi, lakini pamoja na hivyo unafaa ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba unaweza ukachukia kitu kumbe hicho kitu ni kizuri kwako, na unaweza ukakipenda kitu kumbe hicho kitu ni kibaya kwako, na Mwenyezi Mungu anajua na wewe haujui. Na ndio kaona wakati unapata jambo fulani, unafaa umuulize Mwenyezi Mungu kwa istikhara. Unamuuliza, je, jambo hili nataka kufanya, niwezeshe kama ni la kheri kwangu, na niwezeshe nisilipate kama ni la shari kwangu. Na Mwenyezi Mungu anajua zaidi na sisi hatujui. Kwa hivyo usiwe na haraka sana na using'ang'anie mambo, na tujue ya kwamba hata uende kwa mganga, hata uende uibe hiyo pesa unaiba, au hiyo pesa ambayo unaenda kuchukua kwa mganga ukabahatika kupata hiyo pesa, ulikuwa upate kwa njia ya halali. Ni time tu ulifanya haraka kuja kwa haki ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikia, uliifanya haraka. Sasa vikafanywa vikarabati ndio ufikie hiyo, lakini kwa ukweli ungepata hata kama ni milioni 10, milioni, hata kama ni bilioni 100, ulikuwa upate hizo pesa kwa njia ya halali. Lako ni kusubiri, na ukikosa kusubiri, basi hapo ndio unaona mwanadamu anaingia katika mambo mabaya na mwisho wake unakuwa mbaya. Wengine wanaishia kuwa wazimu, wengine wanaishia kuwa kwamba wanafariki kwa njia ambazo zisizoeleweka. Kwa hayo tujitahidi sana, tujue Mwenyezi Mungu ako na sisi na hatuachi kamwe. Asanteni.